tumo ndani ya mwezi mtukufu wa Muharram, tukiwa ndani ya siku ya 10 au tarehe 10 ya mwezi wa Muharram, mwaka mpya 1448. Inachopaswa kwako ni kuichunguza nafsi yako na kuiangalia ni kipi ambacho umekifanya katika mwaka uliopita cha kheri, na ni kipi ambacho ulichokifanya katika mwaka uliopita kibaya cha shari, kunako kumuudhi Allah jalla jalalu, ili uweze kujirakibisha. Ndugu Waislamu, siku kama hii ya leo ni siku ambayo ina historia ni kubwa sana katika ulimwengu. Ni siku ambayo kama hii ya leo aliyopata kuangamizwa Firaun katika zama za Nabii Allah Musa alayhi salam. Ndio siku ambayo ya tukio ambalo walipata kuokolewa wana wa Israeli kutoka katika mikono ya Firaun. Siku kama hii ya leo, katika hadithi ambayo iliyo sahihi, Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anatueleza na anatuambia katika hadithi ambayo aliyoipokea al-Imamu Bukhari kwa nambari 2002, lakini na Imamu Muslim kwa nambari 1130. hadithi ni Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qadima al-Madinata fara'a al-yahuda tasumu yawm Ashura faqala ma hadha, qalu hadha yawm salih, hadha yawm najja Allahu bani Israil. Ndugu Islam, anasema Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu wa arda, Abdullah anasema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam wakati anatoka Maka kuelekea Madina, anafika Madina, anawakuta Mayahudi wanafunga siku hii ya Ashura. Mtume akawauliza kuhusu jambo hili, akawaambia, kwa nini mnafunga kila mwaka siku kama hii? Siku hii na tukio gani? Wakasema, hadha yawm salih, hadha yawm najja Allahu bani Israila min aduwihim. Hii ni siku iliyokuwa siku tukufu, ni siku ambayo iliyokuwa na historia. Wakasema ni siku ambayo Allah amepata kuwaokoa bani Israil kutoka katika mikono ya adui wao. Fasamahu Musa alikuwa akifunga siku hii kwa ajili ya kumshukuru Mola wake dhidi ya tukio lile ambalo Allah alipata kumwokoa kwalo. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, fa inni ahaqqu bi Musa minkum, kama ni tukio hilo la ufungaji, la kufunga siku kama hii, basi mimi siku hii ni haki zaidi, ina haki zaidi kwangu mimi kuliko nyinyi. Fasamahu wa amara bisiyamihi, akaifunga kisha akawaamrisha wafuasi wake waweze kuifunga siku hii. Ndugu Islam, ni siku ambayo yoyote yule ambaye amepata kuifunga siku hii ya leo ni siku ambayo ni tukufu, siku ambayo Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema mwenye kuifunga siku hii basi huyo atasamehewa madhambi yake ya mwaka uliopita. Man asbaha minkum yawma saima, nani ambaye amefambaukiwa siku ya leo akiwa ni mwenye kufunga na amefunga siku hii? Lakini siku hii ndugu zangu ni siku ambayo sisi leo hapa katika mimbari hii tutaiadhimisha siku hii kwa kuishi na wazinzi na wazinifu. Ikhwata al-islami wal iman, khataru zina ala al-usrati wal auladi, hatari ya uzinzi, hatari ya uzinifu dhidi ya familia na watoto. Tumsikilize Allah jalla jalaluhu ndani ya Qur'ani tukufu, anatupa tasfia gani, anatupa tazkia gani dhidi ya jambo hili la zina na uzinifu. Katika surati Isra aya nambari 32 Allah anatuambia, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa saa sabila. Ndugu zangu, hii ni aya maarufu, ni aya ambayo hakuna asiyejua. Kila mzinifu aya hii anaitambua vilivyo kabisa ya kwamba Allah jalla jalaluhu ametukataza na amekataza kabisa jambo hilo. Allah anasema, wala taqrabu zina, msikaribie zina, msikaribie zina, innahu kana fahishatan wa saa sabilan,
Hakika ya zina ni uchafu uliokuwa mbaya kabisa. Hakika ya zina ni uchafu uliokuwa mkubwa kabisa. Lakini na mafikio yake zina ni pabaya mno. Mafikio ya zina, mafikio yake ni mabaya kabisa.